Bila shaka karibu katika sehemu ya pili ya taarifa hizi. Kabla ya kuingia kwenye mahojiano, tuelekee kule katika kaunti ya Mombasa ambapo kaunti hiyo imepiga hatua kubwa kuimarisha upatikanaji wa elimu baada ya kuzinduliwa rasmi kwa mpango wa lishe kwa shule zote za sekondari za kutwa kote kaunti hiyo. Mpango huo unalenga kuwasaidia wanafunzi kutoka familia zenye kipato cha chini na kupunguza mzigo wa gharama kwa wazazi. Akizungumza wakati wa uzinduzi, Gavana Abdulswamad Sharif Nassir alisisitiza kuwa kaunti inaendelea kuchukua hatua kuelekea kufanikisha elimu ya sekondari ya kutwa bila malipo kabisa. Kwa upande wake, mbunge wa Jomvu Badi Twalib alipongeza mpango huo na kusisitiza kuwa ushirikiano kati ya ngazi zote mbili za serikali ni muhimu katika kuhakikisha uendelevu. Katika ule mzigo wa wazazi kuona kuwa mambo ya watoto kuambiwa hakuna meal card kwa shule iweze kuisha. Kwa hivyo amesema atasimamia chakula kwa mashule ya sekondari yetu yote, kama vile ambavyo kwa miaka 3 amekuwa akisimamia kwa ECDs. Hii program haisaidii mwanangu, sina mtoto ambaye kwamba yuko sekondari sahihi. Haisaidii watoto hawa mawaziri. Hii program inamsaidia mtoto wa Mlalahoi wa Mombasa. Wale ambao kwamba wenye kujaribu kuipinga program hii haisaidii. Nyinyi mkitaka kupigana na mimi, piganeni na mimi. Lakini sio kutafuta mazuri ambayo yatasaidia watoto wetu, sio? Na wazazi naomba pia tusiachilie watoto sasa tuseme watoto ni wa governor na watoto ni wa national government. Tusiwaachilie, tuna jukumu kama wazazi. Kuna mambo ya nidhamu. Watoto to make sure, tuhakikishe kwamba wana nidhamu safi ili waweze kufanya vizuri, wajitahidi, na hakuna njia nyingine ila kumpa elimu iliyo sawa, elimu tunasema quality education. Wiki jana ilikuwa na mambo mengi sana ya kisiasa. Tumeona, tumezisikia kauli mbalimbali, tumeona maamuzi makubwa yakifanyika katika taasisi muhimu za chaguzi humu nchini na pia vile katika taasisi nyinginezo ambazo zinalingana na masuala ya uchaguzi. Tunazungumzia afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, tukimwona akitoa matamko, matangazo, machapisho mbalimbali katika gazeti rasmi la serikali. Lakini vyama vya kisiasa vinavyoendelea kujipanga, kurindima ngoma zao, kujiandaa kwa chaguzi za mwaka 2027. Je, mipangilio hii mipya itakuwa na maana gani? Na hatua hizi mpya ambazo zinafanywa zina umuhimu gani? Tumemwona jana Rais William Ruto akisema Azimio iwapo basi inaendelea kujipanga bila ODM ni kama kuzimia. Sijui ndiyo kauli ya wachanganuzi wangu hapa studioni aliyoyasema rais ni ya kweli, ama Azimio inajipanga kwa sababu inafahamu itakuwa na mihimili mizito kuisukuma serikali ya Kenya Kwanza katika chaguzi ya mwaka 2027. Karibu sana. Tutazungumza hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika sehemu hii kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 7 adhuhuri. Nilivyokufahamisha, wanakwetu mimi wananiita Suleiman Yeri. Wenzangu studioni ni naye Agostino Mondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, na vile ni naye mwanasheria Shadrack Wamboi. Karibuni sana studioni. Asante. Nianze naye Agostino. Azimio inavyojipanga chini ya uongozi wake mwenyekiti wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, unadhani inatengeza mihimili mizito ambayo itakuwa na nguzo muhimu za kushindana na Kenya Kwanza katika chaguzi za mwaka 2027? Asante sana. Ilikuwa inajulikana kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa ni Azimio, na Azimio ilikuwa Raila Amolo Odinga, na kujiondoa kwa ODM ilikuwa inamaliza Azimio. Na sasa kukufa kwa Raila Amolo Odinga ilifaa sasa imaliza Azimio zaidi. Ukiona Azimio imeweza kurudi nyuma, ikaweza kujiita mkutano kwa zile vyama zenye zina, kwa sababu kuna sehemu fulani ya watu wa ODM wanasema bado wako pale kwenye Azimio, hajaweza kusimama na serikali hii kundi la kina Edwin Sifuna, Babu Wina, hawajasema ya kwamba wao wako pale katika ile kundi lenye linaenda kujiungana na rais, na maanisha bado wako kwenye Azimio. Na ukijaribu kuangalia rais mstaafu anaita wale zile vyama zingine zilikuwa katika Azimio. Hizi zile vyama ziliweza kushindwa uchaguzi na Daktari William Samoei Ruto katika uchaguzi wa 2022. Kama wanakuja kama Azimio
na the same wagombeaji wale tu, itakuwa ni vigumu sana hata wao wakiweza kujiunganisha kinjia gani kuweza kushinda Daktari William Ruto, kwa sababu kwa pale kwa Azimio inaweza kutengenezwa kwa sasa, mtu ameweza kujiongeza pale ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Huyo ndio peke yake hakuwa, lakini wale wote akina Martha Karua, akina Matiang'i, akina Kalonzo Musyoka, wale walikuwa katika ile Azimio yenye iliweza kushindwa kwenye uchaguzi wakiwa pamoja na Raila Amolo Odinga. Itabidi wao wakitaka kushinda hiyo uchaguzi waweze kujipanga zaidi ya kujiita Azimio, waweze kutengeneza muungano mwingine yenye inaweza kupambana na Rais William Ruto. Bure itakuwa ni vigumu sana hao kuweza ama kupitia rais mstaafu kuweza kujiunganisha na kuweza, kwa sababu tukijaribu kuangalia kwa wale viongozi wenye pale kwenye Azimio wenye tunatarajia, tunasema ya kwamba wanaweza shinda daktari, si ati kwa njia nyingine unapata wote hawana ile tajriba ya kutosha kukua ya kuweza kushinda uchaguzi yoyote inaweza kuwa inakuja kwa sasa ama kesho yake. So mimi nadhani ile Azimio tuko nayo kwa sasa, wasipojipanga vizuri, hata hii kujipanga wanajaribu kujipanga sasa kujiita Azimio, ni kazi bure. Kujipanga vizuri ni kupi? Kujipanga vizuri ni kwamba kana kwamba ni waweze kuketi chini, waweze kujua ni nani kati yetu anaweza kushinda rais tunaye kwa sasa, kwa sababu ukijaribu kuangalia Matiang'i tayari alikuwa katika ile kundi iliweza kushindwa na huyu rais wakiwa katika serikali. Ukijaribu kuangalia Kalonzo Musyoka kwa umbali anaonekana is very good from far but far from good. Kwa umbali anaonekana mzuri sana, lakini sawa kuja mahali penye mambo inafai kuwe hakuna. Ukijaribu kuangalia Rigathi Gachagua alikuwa katika hii serikali. Ukijaribu kuangalia mgombeaji kama Martha Karua kama mgombeaji yuko kwenye Azimio, unapata hata ile wakati uchaguzi uliopita hata huko kwake hakuweza kupata kura ya kutosha. So hawa viongozi wote wako katika Azimio, wanataka kiti ya urais. Wote hawajaweza hawatoshi kupigana na huyu rais mwenye kwa sasa, kwa sababu huyu rais aliweza kuwashinda wakiwa katika serikali na Rais Uhuru Kenyatta. Itabidi wale waweze kujipanga vyema zaidi ya kuliko jinsi walivyojipanga 2020. Tuna rais mstaafu, haizi wadanganya kwamba anaweza wasaidia saa hii kuliko ile wakati mwingine yenye alikuwa katika uongozi. Bila shaka. Shadrack Kwamboi, karibu sana studioni. Shukrani sana. Ulizisikia kauli za rais jana akiwa maeneo ya Eastlands ama Pipeline hivi akizungumza na wakazi wa Embakasi East na Embakasi South kwamba Azimio yeye anaona inajipanga lakini ni kama kuzimia bila ODM. Kwa sasa hivi ODM kisheria haijajiondoa rasmi, bado wako ndani ya Azimio, wanapanga mikakati huko nje. Lakini Azimio bila ODM itakuwa inaazimia nini hasa? Naam, shukrani sana ndugu Yeri. Mswahili anasema mwenye macho haambiwi tazama. Na kuna mambo mengi, matukio mengi yametendeka hapo awali ambayo ukiyazingatia kwa kina sana yanaweza kukufikisha katika mtazamo ambao pengine utaweza kutabiri ya kwamba Azimio ya sasa kidogo haitakuwa na mshiko kama Azimio ilivyokuwa mwaka 2022. Na mwanzo pengine katika kufanya hii kutabiri yatakayokuwa pengine na hii Azimio mpya ni kwamba mwanzo hapo awali jamaa ama mtu ambaye alileta kishindo kikubwa katika Azimio la umoja, mwanzo ilikuwa kuwepo kwa aliyetuacha marehemu Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ni mtu ambaye ana maisha marefu sana katika siasa za jamhuri letu la Kenya. Inajulikana ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye akona tunasema natural crowds, yani watu ambao wanapata ile mvuto kwake kwa sababu ya mambo ambayo alikuwa ameyafanya katika maisha yake, ukiangalia historia yake. Zaidi ya hayo, pili utazingatia kwamba Azimio la umoja ilikuwa inapata ile tunasema support kubwa sana kutoka kwa serikali ambayo wakati huo ilikuwa inaongozwa na Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo kwa sasa mwanzo Raila Amolo Odinga ameshaga dunia, hayupo pale. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa anavutia wale mashabiki wa chama cha ODM hayupo tena. Pili, Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alikuwa na mkoba ama alikuwa na mfuko mkubwa sana kwa sababu ya yeye kuwa rais wa Jamhuri la Kenya wakati huo ambapo tulikuwa naenda uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa sasa si rais wa Jamhuri letu la Kenya. Tatu, ukizingatia Azimio la umoja
kulikuwa na pengine tunasema ile a common consensus ama prevailing view. Ile ukizingatia kwa lolote lile, yule ambaye alikuwa nafaa kuwa mgombea mwenza wa chama kile ama kikundi kile ilikuwa Raila Amolo Odinga. Kwa sasa tunapozungumza, mara ni mheshimiwa my senior counsel huyu tunamuita Martha Karua. Martha Karua anataka kuwa rais wa Kenya. Kalonzo Musyoka pia anataka kuwa rais wa Kenya. Mheshimiwa Rigathi Gachagua pia anataka kuwa rais wa Kenya. Kwa hivyo hamna mtu yeyote mmoja ambaye mambo yote yanafanywa ili kumrembesha, ili aweze kupendeka na wananchi wa Kenya, ili tunapofikia maamuzi ya mwaka 2027 tuweze kuamua kwa kauli moja ama kwa wale ambao watakuwa wengi ya kwamba huyu anafaa zaidi ya Daktari William Samoei Ruto. Kwa hivyo unapozingatia matukio haya ya mabadiliko haya ambayo yametendeka kutoka mwaka 2022 mpaka wa sasa, kwa kweli, na hii mtu yote ako pale nje ambaye amekuwa kitazama mambo yakitendeka, kwa sababu tumeanza tukisema mwenye macho ambiwi tazama, lazima atafikia ile tunasema conclusion ya kwamba Azimio jinsi ilivyo sasa ama itakavyojaribu kufanya pengine marekebisho haitakuwa na mshiko kama Azimio ya mwaka 2022. Mashiko hayo hayapatikani kwa nini hasa, Shadrack? Kwa sababu wachezaji bado ni wale wale. Anayeondoka ni mchezaji mmoja tu ambaye ni ODM. ODM yenyewe inayoondoka haina yule mchezaji wake bora ambaye tayari ni marehemu. Mwanzo mchezaji huyo mmoja alikuwa mchezaji wa maana sana, mchezaji wa kulipwa. Ule alikuwa namba 9, tunasema hivyo katika mchezo wa mpira. Ya kwamba yule ndio tegemeo. Tegemeo katika ile timu ya Azimio la Umoja hayupo. Pili, kuna ile support, walikuwa wanapata nguvu nyingi sana kutoka kwa serikali ya wakati huo. Daktari Matiang'i, Fred Matiang'i, wakati huo alikuwa ni kama naibu wa rais wa Jamhuri letu la Kenya. Alikuwa na nguvu, alikuwa anaelekeza mawaziri anaelekeza taasisi zote za ulinzi wa Jamhuri letu la Kenya ili kuweza kumsaidia Raila Amolo Odinga. Lakini kwa sababu ya mamoja ama mawili hakuweza kufanikiwa ama kufua dafu katika azimio ile yake. Mimi nilimchagua Raila Amolo Odinga. Wacha niseme, kwa sababu miaka yote nilikuwa nimemtazamia Raila Amolo Odinga kwa sababu ya mambo ambayo alikuwa amefanya kihistoria. Na wakati huo ikaniuma sana hakuweza kufua dafu. Lakini ukiangalia historia ya Raila Amolo Odinga kutoka wakati ule wa kitambo mpaka wakati kitabu kilichoandikwa hichi cha The Enigma in the Kenyan Politics, ni kujaribu kumsoma huyu Raila Amolo Odinga ni nani, kwa sababu kila wakati alikuwa anaonekana ni mtu ambaye anajiunda kiupya. Na ndiposa ilipofikia mwaka 2024 baada ya tofauti kuonekana katikati ya naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na rais wa Jamhuri letu la Kenya Daktari William Samoei Ruto, wakati huo tena akafanya ile wa kimombo wanasema kujireinvent. Akajitengeneza upya, akaenda pale akakuwa ile handshake, akaingia ndani. Ndiposa mtu yote ambaye alifariki mwaka wa 2023 akifufuka wakati huu aone ya kwamba Raila Amolo Odinga kisha alishaweza akafanikiwa akaingia katika serikali ya Kenya, na yule ambaye alikuwa naibu wa rais, yule ambaye alikuwa anamkejeli sasa ako nje, yeye ndio anaongoza upinzani wa Jamhuri letu la Kenya. Ni jambo ambalo linaweza mstua yule ambaye amefufuka mpaka afe tena. Augustine, kauli nzito kutoka kwa Shadrack. Amezungumzia mapambo, kumpamba mmoja yao, kwa sababu wapo kadhaa ndani ya muungano ule. Licha kwamba Rigathi hakuwa ndani ya Azimio, alikuwa Kenya Kwanza, lakini tunaona kumekuwa na mshikamano wa viongozi wa upinzani. Tunajua mwezi huu kutakuwa na salamu za heri kati ya Rigathi na Uhuru Kenyatta. Tayari mwenyewe amekiri Rigathi kwamba tutakuwa na mazungumzo na tutakuwa na maafikiano na Uhuru Kenyatta. Hii haipatie Azimio nguvu, kwa sababu tayari tunaona Mlima Kenya itakuwa imeshikana. Wale wawili waliokuwa pande mbili tofauti wameshikana, na wale wengine tayari wako katika kikapu kimoja. Unajua, kama kuna kitu rais daktari anahakikisha anafanya ni kugawanyisha ODM. Kwa sababu asipoigawanyisha jinsi ameigawanyisha kwa sasa, itakuwa ni rahisi sana ODM kurudi pale katika Azimio. Ukijaribu kuangalia wale wagombeaji wa urais
wenye wako pale kwenye Azimio ya sasa kujaribu kuangalia historia yao kama wanasiasa, unapata ya kwamba nafasi yao kuwania kiti cha urais itakuwa na maneno mingi kwa upande wa ushindi, kwa sababu tukijaribu kuangalia, hata tuanze na Rigathi Gachagua, tuseme ya kwamba wataweza kufanya reconciliation na rais aliyekuwa Uhuru Kenyatta. Lakini ukijaribu kuangalia historia rais former deputy president wakati aliyokuwa katika serikali, ukijaribu kuangalia matamshi zake ile wakati aliyokuwa katika serikali, alikuwa so reckless to the extent yenye hakuwa amejali mwananchi wa kawaida. Itakuwa ni vigumu sana yeye kuweza to reconcile his past and the present. Ndio Wakenya wajua kwamba huyu Rigathi Gachagua ameweza kubadilisha kutuongoza sisi kama Wakenya. Ukijaribu kuangalia Kalonzo Musyoka, tumesema kwamba katika harakati yake yote amekuwa naibu. Kama si naibu wa rais, ni naibu ya mgombeaji wa urais. Yeye mwenyewe hajaweza kujiweka katika kipaumbele. So itakuwa ni vigumu hata kama wameweza kusalimiana na rais mstaafu ya kuweza kukuwa na ile nguvu yenye inaweza kushtua rais mwenyewe. Kwa sababu hata ukijaribu kuangalia Matiang'i alikuwa katika hii serikali, jinsi mwenzangu ameweza kusema alikuwa katika hii serikali. Ni nini anataka kufanya saa hii yenye hakuweza kufanya kwa zile miaka 10? Unapata hakuna. So itakuwa ni vigumu sana come 2027 hawa watu kuweza kushindana na huu rais, huu daktari umetukua kwa sasa. Na hata kama ODM inaweza kurudi katika Azimio, baada hatuna ule mtu mwenye ako katika a caliber of Raila Amolo Odinga pale kwenye ODM, mwenye tuseme hata ODM ikirudi ikiwa nyumba mzima inaweza leta tofauti yote. Haiwezekani, kwa sababu pale sasa hii bado wanakuja pamoja, wajaamua nani ataweza kurembesha kukuwa rais. Ile wakati watu watataka kurembesha watu kukuwa rais, hapo ndo kutakuwa na shida, kwa sababu watu watasema mimi ni wakati wangu na mimi siwezi kubali. Na ukijaribu kusikia hata aliyekuwa naibu wa rais katika hotuba zake mingi, hata kuna wakati alikuwa ameenda pale Ukambani na Kalonzo Musyoka alikuwa ameketi pale na akasema kwamba hii kitu hutapewa tu, itabidi umekuja na watu kuonyesha kwamba wewe uko na haki ya kupewa. So inamaanisha pale ndani tayari kuna migogoro pale katikati ya wale wagombeaji wa rais wenye wako katika Azimio, na itakuwa ni vigumu sana wao kuna watu pale wawezi kusema kwamba mimi nitawachilia Kalonzo Musyoka aende, mimi nitawachilia Rigathi Gachagua aende. Pale itawezekana. Hiyo ndio ile wakati ile Azimio pia itaweza kuvunjika na kila mtu aende kivyake. Ni kuleta katika wiki jana tumeona pia kulikuwa na wawaniaji wakienda Ikulu. Lakini tukiangalia taswira bado unaona Mlima Kenya haikuwa na wawaniaji wengi sana walioelekea pale. Tukiangalia zile takwimu zilizokuwepo, kumaanisha bado rais anahitaji kujikaza upande wake, kwa sababu kama hana wawaniaji wa kutosha, kumaanisha hata yeye mwenyewe anahitaji kufika ground zaidi. Rais mwenyewe anajua kwamba pale Mlima Kenya hana kitu. Hiyo ni kitu rais anajua. So rais now that anajua kwamba pale mlimani hana chochote, ama kupata anaweza pata asilimia kidogo sana ya kura kutoka pale. Kitu rais anafanya ni kuhakikisha kwamba ameweza kuwagawanyisha ili pale Mlima Kenya kukuwe na very many candidates. Umeona akishaleta pale Moses Kuria tayari ameingia pale ndani ya nyumba. Kesho utasikia Ndindi Nyoro pia anataka kukuwa rais pale Mlima Kenya. So wakati Mlima Kenya itakuwa na wagombeaji kama watoto watatu ama wanne wanataka urais, na tayari wako na deputy president on their head kutoka upande wao kutoka pale Meru, itakuwa ni pale watu watapiga kura mahali pamoja, itaweza kugawanyika. Wakati itaweza kugawanyika, it will work at the best interest ya the current president. So yeye hataki kura pale, anajua vizuri haizi pata namba, hata kama nikupata kidogo, lakini anahakikisha kwamba wameweza kujigawanya, kwamba hawawezi kupiga kura mahali pamoja. Hiyo ndio peke yake ile the only tool that he has for 2027, kwa sababu akisema ya kwamba anataka kukwea mlima, itakuwa ni vigumu sana, itakuwa ni kazi mingi, na atatumia rasilimali mingi zaidi kuliko ile rasilimali atatumia kuweza kuwagawanyisha. Siasa za migawanyiko inaonekana ni kipengee kimoja kizuri sana Rais William Ruto anapenda kukitumia. Manake mwanzo alisema tayari ODM ameibaranganyisha, wenyewe wanasema kule kwetu, ameigawanya ODM. Ukiangalia kuna ODM inazungumza na Oburu, ODM kina Osotsi wanaongea lugha yao na Sifuna, na kuna wengine nao kina Babu anasema ODM haitavunjika, lazima ibaki venye ilivyo. Hizi siasa za kugawanya vyama vingine na kugawanya maeneo zina manufaa gani kwa rais, na kwa nini lazima atumie mbinu kama hiyo? Naam, ndugu Yeri, kawaida ya demokrasia
ni kwamba demokrasia mwanzo huleta migawanyiko. Kuna wale ambao watakubaliana na msimamo fulani na kuna wale ambao hawatakubaliana na msimamo fulani. Wengine mara nyingi wanafuata, kama hapa Jamhuri letu la Kenya, watu wengi huwa wakati mwingi wanafuata mtu fulani. Tunasema ile personality politics. Alafu kuna watu wengine ambao wanashawishika na misimamo ya mtu binafsi. Kwa hivyo kuna ile tunasema principles za mtu. Kama kuna watu ambao wamemfuata Raila Amolo Odinga kwa sababu ya kuamini mambo ambayo amekuwa akiyasimamia miaka nenda miaka rudi. Na ndiposa Raila Amolo Odinga alipoamua mwaka 2018 alipoamua kuwa na ile handshake katikati yake na Uhuru Muigai Kenyatta, bado kuna watu ambao walimfuata. Alipoamua bado kuwa na ile handshake katikati yake na Rais Daktari William Samoei Ruto mwaka 2024, kuna watu bado walimfuata kwa sababu wanaamini ya kwamba huyu kulingana na historia yake hakuna uwezekano atatupoteza. Kwa hivyo tupende tusipende, demokrasia lazima italeta mgawanyiko. Kuna wale ambao watapendelea kitu fulani na wale ambao watapendelea. Na hiyo ni jambo ambalo kwa mwanasiasa yoyote lazima awe na ufahamu ule. Na siasa ya Kenya iko na ile kwa kimombo tunasema first past the post. Yule wa pili katika mashindano hamna kitu ambaye anapata. Tutasema ya kwamba ulitia bidii lakini hiyo bidii yako yenyewe haitoshi, kwa sababu wa maana sana ni yule ambaye amefua dafu, amekuwa wa kwanza katika kinyang'anyiro kile. Kwa hivyo unapozingatia migawanyiko, lazima rais wa Jamhuri letu la Kenya na mwanasiasa yoyote yule anaelewa ya kwamba migawanyiko itatendeka. Na yule ambaye pengine alishirikiana nawe katika pengine uchaguzi ambao umeshapita, kuna uwezekano kwa sababu demokrasia bado ama siasa ni mambo ya interest. Kuna uwezekano ya kwamba ile interest yake haijaweza bado kuafikiwa. Kwa hivyo kama haijafikiwa, kuna uwezekano ya kwamba ingawaje mlikuwa pamoja wakati wa kutafuta kura, wakati wa kumalizia muhula huo, kuna uwezekano hamtakuwa pamoja. Na pia kuna uwezekano ya kwamba watu wale ambao pengine hawakukuunga mkono wakati ulikuwa unatafuta kiti ama unatafuta wadhifa wa uongozi, kuna uwezekano katikati ya muhula ule ambao utakuwa wewe uko katika ule wadhifa wa uongozi, mtaweza kuafikiana, kuwa na maelewano, alafu mkimalizia muhula, unapojitayarishia muhula yule mwingine, mtakuwa na umoja wa kukusaidia uweze kutafuta muhula ule mwingine. Kwa hivyo kwa kifupi nasema nini? Nasema ya kwamba unapozingatia hali halisi ya mambo kwa sasa, mambo yalivyo wakati huu, unaona ya kwamba kuna watu ambao walimuunga rais wa Jamhuri letu la Kenya Daktari William Ruto wakati wa uchaguzi wa mwaka 2002. Wakati huu wengine wao, si wote, wengine wao wamesha muondokea ama wametafuta msimamo mwingine tofauti sana wa kisiasa. Haswa unapozingatia yule former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Si yeye peke yake, na kuna wengine. Lakini maanishi wote wameondoka. Kwa sababu ukiona bado kuna mikutano imekuwa pale Nyeri, na umeona Wakikuyu wengi wamejitokeza, wanasema pale mambo ni mambo tam. Unaona? Kwa hivyo kama kuna mambo kama yale, ni mambo ya kawaida kisiasa. Na ndiposa unapozingatia pia pande ile nyingine ya Nyanza, kuna watu ambao wako na muunga mkono Mheshimiwa William Ruto wakati alikuwa na warairai wananchi wampatie kura mwaka 2022. Lakini kwa sasa hao ndio wamekuwa kipaumbele sasa. Ndio wamekuwa mawaziri katika serikali yake. Ndio. Na ukipiga hiyo hesabu ni hesabu ya kutoa na kujumuisha. Kwa hivyo dakika ya mwisho mtihani mkubwa utakuwa mwaka 2027 ili tuweze kujua huku tulitoa ngapi na huku tulijumuisha ngapi. Ndiposa tujue ilikuwa ni hesabu ya kupoteza ama ni hesabu ya kuongeza. Kwa hivyo tuongojee mpaka mtihani wa mwaka 2027. Bila shaka, naona dakika zangu zimesonga, nafaa kwenda kwenye pumziko fupi. Nikirudi takuja kuingia kwenye masuala hayo ambayo tutakuwa tukiyazungumza katika swala hili la migawanyiko. Kwa nini migawanyiko? Maana yake pia tukirudi tutakuja kumsikiza Edwin Sifuna akizungumzia masuala kadhaa akiwa kule Busia. Kwa sasa tupate tama la maji.
Bila shaka karibu katika sehemu ya tatu ya taarifa za yanayojiri Jumatatu hii, tukiangazia masuala yanayofungamana na siasa. Lakini kabla ya kurudi kuingia ndani ya migawanyiko ambayo imeonekana dhahiri katika sehemu ya kwanza ya mazungumzo haya, nataka tusikize waliozungumza viongozi walipokuwa kule katika kaunti ya Busia kuhusiana na chama hicho cha ODM. Hebu tusikilize. ODM unaendelea kushika kasi, huku mrengo unaopinga juhudi za kufikia makubaliano ya kabla ya uchaguzi kati ya ODM na chama cha UDA ukizuru kaunti ya Busia siku moja tu baada ya kiongozi wa chama hicho Oburu Odinga kumshutumu katibu mkuu Edwin Sifuna kwa kutilia shaka uongozi wa chama. Kwa upande wake, Sifuna na washirika wake wameshikilia kuwa hawatatishwa na watu wasiokuwa na ajenda ya kuwafukuza kutoka chamani. Hiyo mkataba haikukuwa ya kuanzisha coalition na chama cha UDA, na inasema hivyo hapo ndani. Hii chama cha ODM, wale wadozi ambao wako juu, tunawaonya. Sisi sio waoga, sisi sio watoto, sisi sio washenzi, sisi tutadili na nyinyi. Nataka kuambia wale viongozi wetu ambao tumechagua kama wabunge na magovernors, wengine wameogopa kuja hapa ati kwa sababu Ruto amewatisha. Aidha, wanawataja wanaongoza juhudi za kuunda muungano wa ODM na UDA kuwa watu wanaojinufaisha kibinafsi, wakisisitiza kuwa wataendelea kupinga azimio lolote linalolenga kumuunga mkono Rais William Ruto katika azma yake mpya ya kugombea awamu ya pili. Hakuna mtu atatulazimisha kuingia serikali ambayo hatukubaliani nayo. ODM ndo lazima itengeze serikali, na ODM lazima iwe na presidential candidate. Hata leo hii mkiamua mtu mfukuze, tuko tayari kurudi by election, lakini penye baba aliwachia chama lazima tuendeleze wapi? Lazima tuendeleze wapi? Kama hawezi heshimu mkataba ambayo baba Raila Amolo Odinga mwenyewe amesaini, mnafikiri ataheshimu ile Uhuru amesaini? Ataheshimu ile Uhuru amesaini? Mirengo miwili ya ODM imeendelea kubaki katika misimamo tofauti kwa wiki kadhaa sasa, kufuatia kifo cha aliyekuwa kiongozi wa chama Raila Odinga. Mrengo unaongozwa na katibu mkuu unasema UDA imeendelea kuwadhulumu wa Kenya na kudai kuwa mkataba wa Agenda 10 uliotoiwa saini na marehemu Raila umevurugwa na UDA. Kama mtu anaota ati ataenda kuandika extension ya hiyo mkataba, lazima aende Bondo aulize baba Raila Amolo Odinga ampe hiyo idhini ya kuextend hiyo mkataba. Licha ya kile wanachokitaja kuwa upinzani kutoka kwa uongozi wa sasa, mrengo huu unasema wakati umefika kwa vijana kuchukua hatamu za uongozi ndani ya chama cha ODM. Kuna vijana wetu wanachukuliwa, wanapelekwa Russia, wengine Ukraine, na wanakufa, na hakuna kitu yoyote serikali imefanya. Wakati huo huo, vuguvugu la kampeni linalohamasisha uungwaji mkono kwa Rais William Ruto katika eneo la Magharibi limemlaumu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa migawanyiko inayokikumba chama cha ODM. Tunataka tuambie Uhuru, kama uko retirement na Raila alikuwa rafiki yako, heshimu Raila, wachana na chama cha ODM. Martin Opio, KTN. Dhahiri shahiri mmeyasikia ya ODM chungwa likigawanyika katika kauli tofauti. Agostino Odhiambo Omondi, kumradhi, nielewe kwamba unadhani kwamba kuna mkono wa nje ambao unausukuma ODM kuwa na mchanganyiko huu ambao unaonekana sasa hivi? Na taarifa tuliobeba Jumamosi tuliona kwamba wengine kina Osoti wakisema kuna mkono wa nje ambao unafanya Sifuna, Orengo, Babu wazungumze kauli yao. Ukimsikiza Winnie Odinga anazungumza kauli yake tofauti. Ukimsikiza Oburu na wengine tofauti. Ukiwasikiza wale mawaziri nao pia wanazungumza kauli zao tofauti. Unajua, marehemu Raila Amolo Odinga alikuwa na njia ya kuleta wana ODM pamoja. Hata kama kulikuwa na utofauti, sauti yake ilikuwa ni the final voice. Akisema kitu fulani watu wengi walikuwa nafuata ile kitu anaweza kusema katika chama. Hii ni wakati alikuwa hai. Unapata watu wote kumbe imejulikana kwamba
hawa watu wote walikuwa wanafuatilia Raila ama walikuwa pamoja na Raila hawakuweza kusoma na wakajua jinsi Raila alikuwa anaweza kufanya siasa yake ya kuleta watu pamoja ama jinsi ya kuunganisha wale watu wenye hawakubaliani na yeye pamoja. Mpaka ndugu yake. So unapata kwamba ndugu yake sasa ako mahali pabaya kwa sababu ndugu yake amechukua kiatu ya Raila Amolo Odinga anavaa, hajakuja na kiatu chake ya kuweza kuvaa kuweza kuongoza hii ODM. So unapata katika hiyo hali mambo mingi imeweza kufanyika tangu Raila aweze kukufa ni miezi 4 zilizopita. Inamaanisha kwamba Raila watu wote walikuwa wamezunguka Raila ile wakati ule. Hawakuweza kuelewa ya kwamba siku moja Raila atakosa kuwa. Wale walikuwa wanajua kwamba Raila hawezi kufa, Raila ataishi milele na Raila atakuwa rais. So wale watu hawakukuwa na nia ya kujua jinsi Raila alikuwa anafanya siasa yake ya kuleta watu pamoja. Na wakati Raila amekufa, wamewacha viongozi wote katika hali moja. Kila mtu anataka kuchukua, mtu mwingine anataka kuchukua kofia, mwingine anataka kuchukua longi, mwingine anataka kuchukua shati, kwa sababu ukijaribu kusikia mambo yote ni Raila alisema, Raila alituacha. Ukijaribu kuangalia jinsi Raila siku zake za mwisho aliongea mara mbili wakati akiwa pale katika mazishi ya Dr. Asia. Alisema kwanza alisimama sana na hii serikali. Akasema watu term hiyo ndio kusema nini, sisi tunataka tufanye maendeleo. Wakati waliita watu hapa Manzoni ile wakati wa matayarisho ya ODM at 20, Raila hapa alisema kwa aliuliza watu kwamba nani aliwaambia ODM haitakuwa na rais mgombeja wa rais kama 2027. Na mimi nakumbuka sana Juneta akisema kwamba ukitaka kujua mambo na 22 broad based refer to Raila speech. Ukitaka kujua mambo na 2027 refer to Raila speech. Inamaanisha Raila alisema kwanza atakuwa na candidate. Kuna wagombeaji wenye tayari kuna viongozi sahihi au watu walikuwa pale Busia. Ukijaribu kuangalia wao kabla wakati Raila alikuwa hai na hata baada ya Raila kufa, Babu Owino tayari alikuwa ameshaanza kusumbua kusema kwamba hajaunga mkono ODM kukua katika serikali. James Orengo pia unapata pale nyuma pia tayari kama Raila baada ya kuhai tayari alikuwa amesema kwamba mimi sitaki kuingia katika serikali. Sifuna pia ulikuwa unaona ya kwamba ako na Raila, hayuko na Raila. So unapata hao viongozi wote wenye sahi wamekuja na kikundi fulani nasema linda mwana. Unajua ile group nyingine naongelea Linda Ground. Hao nao wanasema linda mwananchi. Wakati wote umesikia jamaa anasema linda ground, inamaanisha hakuna ground tayari imeenda kwa sababu huwezi linda ile kiti uko nayo. So hii ODM imeweza kuketi chini kapata kwamba hawana viongozi wenye tayari wanaweza kuwa kama rais kama 2027. Wamekaa chini wakaona hata kama watarudi pamoja wakue kama ODM. Wamegundua kwamba katikati yao hapa hakuna kiongozi mwenye anaweza kusikizwa akisema kitu. Na hata the current party leader sidhani kama hawa viongozi wengine wanamsikiza katika hiyo into that level. Inamaanisha kuna wale watu wanasema kwamba kwanza wanasema kwamba si hatujakubaliana hata jinsi ulivyopewa ikiti ukakuwa kiongozi wa chama. Hakukuwa na NTC, hakukuwa the proper structure was not followed. Katiba yetu haisemi hivi. Hata ukijaribu kusikiza Winnie Odinga pale akisema kwamba huu ni anko yangu ndio mimi nakubaliana naye na tena is the best person to be in this katika hii kiti. Lakini hawakufuata the right process ya kuhakikisha kwamba amekuwa kiongozi wa nini? Kiongozi wa chama. So inamaanisha pale katika ODM kuna wale viongozi wenye hawana uaminifu na wale viongozi wenye wanaongoza ODM. Hiyo ndio kwa sababu unaona ya kwamba kila mtu anaona ya kwamba mimi nimetosha. Kama unajaribu kuangalia mtu kama Babu Owino sasa anasema kwamba yeye anataka kuwa rais. Juu ukijaribu kumsikiza katika hizi interviews anasema kwamba hii kelele yote anaweza kufanya ni kwa sababu anataka governor. So wakati unataka party leader unataka kuwa governor. Wakati unataka wewe ndio jana alikuwa anasema kwamba walete NDC waseme kwamba bila Babu hakuna sababu na bado anataka governor. So inamaanisha wale viongozi wenye wako pale wameweza kuchanganyikiwa na wakiendelea jinsi wanavyoendelea kwa sasa, si kwa manufaa kwa wafuasi wa ODM, ni kwa manufaa kwa rais wa sasa, Rais Daktari William Ruto, kwa sababu hataki wale wakuwe na sauti moja. Na hata kama amekuwa katika tuseme ya kwamba leo ile kundi ya Oburu Odinga iweze ishikane na kundi ya Edwin Sifuna na kuambia leo watakosa kukubaliana ni nani ataongoza hii chama cha ODM. So ODM katika ubali tukiipatia miezi kama 6 itakuwa imekufa. Mambo yake itakuwa imeisha kwa sababu itaweza kugawanywa kwa ya kwamba kuna ODM ya Linda Ground, kutakuwa na ODM ya Linda Wananchi. Na hapo ndio utasikia kuna ODM imeenda kwa Azimio na kuna ODM ya kwenda wapi? Ya kwenda. Nakumbuka pia hii ODM pia ilikuwa ni biashara Raila Amolo Odinga. Na ODM ya Okech Sala ni ipi? Sasa huyo ODM ya Okech Sala hatuwezi mweka katika wana ODM kwa sababu Okech Sala ni wale watu walikuwa katika uongozi wa Raila Amolo Odinga
lakini nje, kwa sababu wao ni wale watu unasikia Raila aliweza kutumia a lot of time, spend a lot of time with them. Inamaanisha hao ni wale watu Raila sasa alikuwa anauliza 1 2 3, na ile katika ile hali wakati Raila amekufa, kwa sababu unasikia akisema kwamba juzi nilisikia akisema kwamba aliahidi Raila ya kwamba ataweza kupopularize ODM. Tayari ODM ni maarufu, ODM imekuwa hapa for more than over 20 years. Hakuna kitu anaweza fanya sasa afanye ODM ikuwa na umaarufu. Na hata ukijaribu kuangalia jinsi anavyofanya mambo yake, juzi alikuwa hapa KICC, huwezi kuwa katika mkutano ya ODM lakini picha yenye umeweka kwa t-shirt ya ODM ni picha ya kiongozi wa chama tawala. Inamaanisha those are not ODM, that's not our ODM candidate. So huyu Okech Sala anajaribu ni wale watu waliwaachwa bila mipangilio au kuwazajua kwamba Raila anaweza kufa. So kwa sababu walikuwa karibu na uongozi, wanaona kwamba sauti yao na hata ukijaribu kuangalia juzi Gladys Wanga alisema kwamba juzi ya kwamba that what Okech Sala anafanya si mipangilio ya chama, na chama imeweza kusimama kando na mipangilio za nani, za Okech Sala. So Okech Sala kama anataka kiti arudi tu kwa wananchi, asema kwamba mimi kama Okech Sala atafutie mahali anaweza ongoza, aende hata Garissa Township kuna space, ukasema kwamba nataka kubadilisha maisha yenu, mimi nimekuwa na rasilimali. Awachane na mambo ya kukuja hapa katika ODM, kwa sababu mambo yake, pesa yake itaweza kupotea hapa na haitaweza kumsaidia. Na pia ukijaribu kuangalia Okech Sala, immediately baba ameweza kufa, wameenda pale State House na party leader Oburu Odinga na wakapiga picha. Na maanisha ako na nia yake nyingine ya kibiashara yenye si ya ODM, na maybe anatumika kuisambaratisha zaidi. So inamaanisha ODM itakuwa na nyuso ngapi? 3 ya Okech Sala yenye tayari inakimbizwa na Okech Sala, na kijana wa party leader nani anaitwa nani, huyu the son of Oburu Odinga, nani Jaoko. Na sasa kuna vijana wengine wameingia pale wenye wanataka kazi, wanataka pesa, wako tayari pamoja na yeye. So napata tuko na kundi ngapi? Kundi 3. Watu wote wasipokuja pamoja, na kumbuka jinsi inayofanya hivi is for the advantage of the president, because rais hataki wazungumze. Na hata ile wakati uliona kana kwamba familia Raila, ukiona ya kwamba wanajivuta kinyuma nyuma, ulisikia Min Piny, mama wa taifa, tayari alikuwa ameshapewa nomination ya kwenda UN. So inamaanisha tayari amewekewa viazi moto kwa mdomo. Sasa kataa the party leader kukua katika serikali. So inamaanisha rais anapiga siasa yake vizuri, na hii siasa ya mgawanyiko itamsaidia sana kama 2027, na hawezi kubali watu wazungumze lugha moja kuanzia Mlima Kenya, kuanzia Nyanza. Atahakikisha kila mtu, watu wanapigana. Ikifika ile wakati watu wanataka kwenda, nakumbuka UDA wana tayari inaweza kujipanga. Hata mkutano imekuwa ya delegates pale State House, wanajaribu kujiweka katika njia safi, lakini rais anahakisha hizi vyama zingine hazijaweza kujipanga hata dakika moja, wezi kaa kwa meza moja ukwe na mazungumzo. So tukiendelea hivi itakuwa ni vigumu sana kwa wana ODM ama wana Azimio kuweza kujipanga kadri ya kwamba wanaweza kuwa na presidential candidate ya kupishana na Raila, ya kupigana na Daktari William Ruto kama 2027. Shadrack Wamboi, umeyasikia ya kina Sifuna, umeyasikia ya Omondi. Naam. Sijui Okech Sala pia umeyasikia. Sijui wewe pia unamfahamu Okech Sala, umemuona tu kwenye runinga na magazeti? La, mimi kwa kweli mimi simfahamu kwa kina huyu jamaa ambaye anajiita Okech Sala. Mimi nimemuona tu akikula densi kidogo na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga walipokuwa nikidhani kwenye meli hivi. Nikamuona pale kula densi. Ya pili nikasikia ya kwamba walikuwa na marehemu Raila Amolo Odinga alipoaga dunia kule India. Alafu ya tatu nikamsikia Winnie Odinga akisema ya kwamba hawamjui. Kwa hivyo mimi nikiulizwa nitachukua basi sehemu gani? Nitachukua sehemu basi ya mtoto wa Raila Amolo Odinga ule wa damu. Alipotuambia hamjui, basi pia mimi simfahamu sana. Lakini unajua maisha ni university. Kwa hivyo kuna mengi pengine utayasoma kutoka kwa huyu jamaa ambaye anajiita Okech Sala. Lakini sehemu wangu ni upi? Mwanzo mimi napotizama matukio katika runinga, kusikia semi za viongozi hawa katika maredio, kuna mambo ambayo mimi kwa mtazamo wangu naona ni kama danganya toto jinga. Ni mchezo wa kuigiza ambao umepangwa na viongozi wa ODM kwa minajili pengine ya kuweza kuwa katika position fulani ya kuweza kufanya ile tunasema kwa kimombo kubagain na serikali ya Jamhuri letu la Kenya. Nasema hivi kwa sababu hivi semi ambazo tunazisikia kutoka kwa katibu mkuu wa chama cha ODM maisini ya Bwana Edwin Sifuna ni semi ambazo tulikuwa tunazisikia wakati Raila Amolo Odinga pia alikuwa uhai. Hii tofauti ambao wako nao. Baadaye pia msimamo ambao tunauona
na mawaziri na viongozi fulani, huyu mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga na wale viongozi wengine ambao wanaonekana kana kwamba wako katika mrengo huu mwingine. Ni semi ambazo tulikuwa tunazisikia wakati Raila Amolo Odinga alikuwa uhai. Kwa hivyo cha ukweli kabisa ni kwamba semi ambazo unazisikia kutoka kwa viongozi hawa hawajakuja kuanza kuwa na misimamo hii wakati Raila Amolo Odinga amefariki. Hapana. Na kuna wakati ambapo nilimsikia marehemu Raila Amolo Odinga akisema ya kwamba katibu wa chama Edwin Sifuna ndio msemaji wa chama. Na zaidi ya hapo akasema ya kwamba wakati mwingine akamrai Sifuna, wakati mwingine usiwe tena mchungu sana. Ukiuma usiume pia ile ya kumuumiza yule ambaye unasema mambo fulani. Kwa hivyo mimi kwangu nikitazama mambo yanavyoendelea wa sasa na mambo yalivyokuwa yakiendelea wakati Raila Amolo Odinga alikuwa uhai, nasema ya kwamba nadhani ni mchezo wa kuigiza ambao ulikuwa umepangwa. Ule kwa kimombo tunasema scripted. Iko scripted ili kusaidia mwanzo chama cha ODM kiendelee kuwa na umaarufu. Wa sasa bado tunazungumzia kuhusu ODM. Pili, kwa sababu tunaelekea uchaguzi wa mwaka wa 2027. Raila Amolo Odinga, mimi naweza sema kulingana na jinsi ambavyo nilikuwa namjua Raila Amolo Odinga, nimemfuatilia kama mfuasi wake bila mawe, lakini sisi tunazungumza kwa kalamu na karatasi. Raila Amolo Odinga alikuwa anaelewa ya kwamba hataweza kusimama ama kuwaomba wananchi kiti cha urais cha mwaka wa 2027. Mimi naweza sema hivyo kama mfuasi wake. Na ndasema ya kwamba wakati huo alikuwa anaonelea kwamba kwa sababu nguvu yake, alikuwa anajisikia nguvu yake inapungua, na alianza kuzungumza hata wakati anaitwa nani huyo alifariki dunia. Huyo alikuwa former cabinet minister. Sio ama yule mwingine. Kuna yule mrefu hivi. Hapana, yule mrefu alikufa na umri wa miaka 80. Miezi kadhaa kabla ya Raila kufa, kuna anaitwa nani yule? Alikuwa mbunge wa Rongo awali. Yes. Yule wakati alipofariki Raila Amolo Odinga alipoenda kutazama mwili wake, kuna wale ambapo wako karibu na yeye na kidogo walinipatia mawaidha kidogo, akasema ya kwamba wakati Raila alipoenda pale alishtuka sana kuona muendani wake amefariki dunia, na akauliza kana kwamba msimu wao umefikia. Kwa hivyo yeye alikuwa anaelewa, ile tunasema kindani ndani alikuwa anaelewa ya kwamba pengine hata kuwa pale mwaka 2027. Na ndiposa akaleta hii script ili wale sisi watu wa ODM wanapozungumza wakati tunaelekea mwaka 2027, basi waweze kuunda mshiko fulani, waweze kumweka rais wa Jamhuri la Kenya awe na tamaa fulani ya kuwa rairai, ndiposa inapofikia mwaka 2027 wawe wote katika kikapu mmoja. Wazungumze kwa usemi mmoja. Hiki ni kifo cha Dalmas Otieno Septemba 7 mwaka 2025. Tukizungumzia hilo, umetoa kauli moja nzito hapa kwamba huenda ODM inataka kuongeza wenyewe kwenye lugha ile ya michezo, kuongeza dau lao, wanataka kuongeza maisha, kipato chao, kwa sababu ili tukija hapa sisi, unajua rais inabidi atongoze Edwin, atongoze huyu, ili wote wakija pamoja wanasema tunataka 50%. Hata kile kiti tulichosema tukitaki mwanzo, sasa pia tunakitaka. Kweli hiyo ndio mimi naonelea kwa mtazamo wangu, kwa sababu mara nyingi kuna wakati ambapo tulikuwa tunaona Sifuna amechukua msimamo fulani ambao tulikuwa tunaona msimamo huu ni mkali sana. Hata baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga. Lakini baadaye kukawa na mkutano. Mkutano ukaitwa na Daktari Oburu. Watu wote ambapo walikuwa katika ule mkutano, tukaona msemi wa ODM, katibu mkuu wa ODM, Sifuna akizungumza kwa upole, kwa unyenyekevu. Kwa hivyo ni kumaanisha kuna wakati ambapo unaambiwa kama umbo yako unaambia inene na uma mtu. Wakati mwingine unaambia tulia, inakaa chini. Kwa hivyo hii tu mimi naonelea kwangu ni kipindi tu cha kumrairai rais awafikirie pia kwa uzito. Ndiposa rais pia anapoketi pale katika ofisi yake ile Ikulu, asiwe na dhana potovu ya kwamba mwanzo Nyanza yote ameiweka mfukoni, kwa hivyo awalegeze. Hapana, wanataka ili wachukuliwe
kwa uzito, ndiposa wanapoenda pale katika ile wanasema negotiating table waweze kupatiwa keki kubwa ama kipande kikubwa sana cha keki. Ndivyo hivyo unavyodhania Omondi, pia licha kwamba umeashiria miezi 6 ijayo, June July tutakuwa tunaimba zile nyimbo za lala salama ya ODM. Unajua ingekuwa ni Raila Amolo Odinga baada wako hai tungesema kwamba kipindi hicho hii ni kipindi ya kawaida kwa sababu Raila tayari alikuwa ameshaanza kusema kwamba nani alikwambia tutakuwa na mgombea wa urais kama 2027. Lakini ukijaribu kuangalia jinsi inavyoenda kwa sasa, kwa sababu political pacts mingi hazitengenezi hii mapema sana. Kuna muda inakuja pale mwaka ujao wakati sasa parties zitakuwa zina line, zinaweza kuja pamoja kutengeneza mamiungano. Na hiyo wakati bado haijaweza kufika. So hii mazungumzo watu wanataka kukua nao kwa sasa ni mapema. Ya pili pia ukijaribu kuangalia kiongozi wa chama cha ODM Daktari Oburu Odinga, ukijaribu kuangalia matamshi yake juzi, unajua kama unataka ukue katika meza ya mazungumzo lazima ujionyesha kwamba wewe unaweza, wewe uko na sauti na watu pia lazima uheshimiwe. Kama si tunafaa tukue na mazungumzo na wewe, lakini wakati tumepatikana pamoja, mimi sasa na play second fiddle, nasema kwamba hata msikue na mambo mingi sana, msikue na pressure, wewe naibu wa rais, hata hii kiti yako hatutaki, kiti ya rais pia tena hatutaki, sisi tutakuja tu tukue na katika mazungumzo, hatutaki kuchukua kiti ya mtu. Na katika siasa ndio watu wengine wapate, lazima kuna mtu wapoteze, ndio ODM iweze kupata 50%, inamaanisha kuna watu lazima wapoteze. Na hiyo ndio zile hesabu rais anaweza kufanya kwa sasa, kwa sababu rais hawezi he can't afford to lose Mount Kenya ya kuhakikisha kwamba ametoa naibu wa rais ameweza kuwapatia haiwezekani. So tukijaribu kuangalia zile viti zinaweza kama kuna uwezekano, inaonekana ya kwamba naibu wa rais position naibu wa rais ODM hawezi pata, kwa sababu tayari hiyo ndio cheti peke yake rais amebaki nayo wapi? Pale Mlima Kenya. Atakuja pale awaambie 2027 na sasa kijana wenyu ni naibu wa rais, mbona msinipatie kura? Watu wataweza kusikia kwamba angaje walitoa kijana wetu mmoja waliingiza mmoja, so hawezi nyang'anywa kiti cha naibu wa rais. Ukijaribu kuangalia hizi viti zingine, hata ukijaribu kuangalia hiyo jinsi ODM imekuwa ikipiga kelele hapa, iko tu na only I think 2 CS in this kwa hii serikali, if I am not wrong. Iko na 4. No, not other party, nasema Luo Nyanza. Luo Nyanza katika ODM iko na 4, lakini Luo Nyanza wako tuna wangapi? Na wako tuna wawili. Kumbuka Western tayari imeanza kuchukua mkondo wake. Mbona Mwasa tayari imeanza kuchukua mkondo wake. Pia wale watu wanasema kwamba juzi ilikuwa nasikia wasema kwamba pale ODM wasipopatia kipaumbele former governor of Mombasa the CS Joho, wanasema kwa pia tayari wameanza kutoa kauli kali, sisi ni kijana wetu ndio huyu, mkipeana uongozi wa ODM lazima apewe chanzo. So unapata kwamba wale watu rais anategemea sana katika ODM na wale watu kutoka pale Nyanza. Tukijaribu kusikia there was a very mass voter register, a very mass ID issuance pale pale Nyanza. Hata unasikia kwamba kuna wazee hawajapewa hata ID, na maanisha rais tayari anapiga hesabu na watu wa huko. So ndio watu waweze kusonga mbele. Hizi miungano jinsi inavyokuja, ya kwanza ni mapema sana, ya kwanza. Ya pili, uwezi enda katika mazungumzo tayari kushasema kwamba mimi sitaki kiti ya rais, sitaki kiti wa naibu wa rais, na sitaki kiti ya mtu yeyote. Inamaanisha pale katika meza ya mazungumzo unaenda kutafuta nini? Na tukiendelea jinsi tunavyoendelea kwa sasa, hata hii mipango ya ODM itakuwa ni these people, wale watu tunaona watu kama kina Sifuna, kina Babu Owino, akina James Orengo. Kumbuka wanaweza fika pale wapata kwamba sisi tunaweza kujipanga sisi wenyewe kama viongozi na tuweze kukue na chama chetu, hata ODM asili tuweze kuwania urais na tupigane na daktari. Hiyo ndio ile kitu inaweza fanyika kama 2027. Lakini tukisema kwamba hii ni ile mchezo wa Raila, not unless sasa party leader hawezi Oburu sasa tuonyesha kwamba ni ukweli enda alikuwa the real advisor wa Raila Amolo Odinga wakati alikuwa katika siasa, alete hiyo mawaida sasa kwake, aweze kuleta nyumba pamoja. Ndio wakati watu wanaenda katika meza ya mazungumzo ikuwe ni ODM iko na sauti ya kusikika, lakini bure itakuwa ni vipindi yenye tazamisha ODM kama 2027. Bila shaka tupate pumziko fupi, tukirudi tuje tumwangazie pia sasa referee wa mechi hii. Maana yake timu tunaziona zinajiandaa zikigeuza jezi, lakini je, watakuwa tayari wanamwamini referee wa mechi hii? Maana yake referee naye pia kwa upande wake amekuwa akijipanga. Kujipanga huku kwa referee wa uchaguzi ni kujipanga kwa maana ni je, kuna mantiki yoyote? Tutayafahamu hayo.
30 zimekatika baada ya saa 6 adhuhuri. Karibu tuingie katika sehemu ya 4 na ya mwisho, tukiangazia sasa hivi msimamizi wa uchaguzi alifanya mageuzi makubwa yaliyoshangaza wengi, yakiwaacha watu wakisema miaka 2 bado ipo katika ile ambayo ni mkataba wake Marjan Hussein Marjan kuhudumu katika wadhifa wa afisa mkuu mtendaji wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Lakini mbona ajiondoe mapema? Saa chache ama dakika chache baadaye kukatoka taarifa kutoka pande zote mbili akijiuzulu, IEBC ikitoa taarifa, na kesho yake katika mkutano wa maombi ya madhifa ya asubuhi iliyokuwa imeandaliwa na baadhi ya makanisa, Erastus Ethekon akajitokeza na kusema uamuzi ule ulikuwa wa muhimu na haja kubwa kwa uchaguzi huru na wa haki wa mwaka 2027. Alikuwa anamaanisha nini hasa, Shadrack? Naam, unapozingatia matukio ya juma lililopita, ni mambo ambayo lazima pia uwe na mtizamo pia wa mwaka 2022 mambo yalivyokuwa. Kwa sababu ikumbukwe baada ya wale makamishna wa IEBC wengine kujiuzulu, wengine kustaafu, wengine kushurutishwa mpaka nje ya ofisi. Kuna wale ambao walifurushwa na ile jopo ambalo liliundwa, lilikuwa pale katika pale karibu Pangani pale. Kwa hivyo ukitizamia hiyo historia, unaona ya kwamba kumekuwa na, ukiangalia historia yetu ya IEBC, IEBC imekuwa na, yani refaria imekuwa tu na shida miaka yote. Mara Raila Amolo Odinga anasema tuwe na mgomo Monday, tuwe na Tuesday na Thursday, kuwe na tear gas Tuesday na Thursday. Kwa hivyo matukio tuliyoona juma lililopita ni mambo ambayo yanaashiria historia yetu, ile wasiwasi ambayo sisi huwa nayo na hawa makamishna ama na yule CEO wa IEBC. Kwa hivyo hapo awali kulikuwa na mkutano wa hawa viongozi wa upinzani na wale na hawa makamishna wa IEBC. Na kulikuwa na ile tunasema tetesi ya kwamba hawa viongozi wa upinzani walikuwa na wasiwasi na huyu jamaa ambaye anaitwa Marjan. Ilikuwa inaonekana Marjan anaonekana kana kwamba kuna mambo mengi ambayo alikuwa ameyafanya ambaye watu wa upinzani walikuwa hawana ile tunasema confidence. Hawakuwa na confidence naye. Ndio tunakuja kwenye lile swali kama mwanasheria ambapo tuchanganulie. Wajibu na majukumu ya afisa mkuu mtendaji katika tume ni gani hasa? Ndio mpaka upinzani useme hatumtaki huyu. Maanake yeye hasimamii uchaguzi moja kwa moja. Unasimamiwa na makamishna. Kweli. Unapozingatia the IEBC Act, mwanzo ni muhimu ufahamu ya kwamba huyu katibu, huyu CEO wa the IEBC ama wa commission, huyu ni mwajiri, anaajiriwa na commissioners. Kwa hivyo wale makamishna, ukiangalia ile wakati wa huyu Chebukati, walikuwa na ile advertisement ambapo sheria inasema lazima ikuwe open, ikuwe transparent, ikuwe bado competitive. Kwa hivyo walipofanya ile advertisement mwaka wa March, nikidhani mwaka 2022, wakamrecruit huyu. Kwa hivyo kazi mwafaka ya huyu IEBC commissioner, kwa sababu ni mtu ambaye amesoma ana tajriba ya mambo ya uchaguzi, kwa sababu sheria inapendekeza ya kwamba huyu CEO, huyu katibu, kazi yake muhimu sana ni kusaidia ili mapenzi ya hawa makamishna iweze kufanikiwa. Kwa hivyo mikutano ya hawa makamishna inapoendelea, mwanzo tumesema ya kwamba yeye ni yule secretary, anaandika na anakili matukio yote katika mikutano. Pili, maamuzi yote ambayo yatafanywa na IEBC, wale makamishna, yule ambaye atayafanikisha, mtekelezaji wa tunasema nini kwa Kiswahili? Maafikiano yote ya makamishna. Maafikiano yote ya makamishna, yule ambaye atayatekeleza kutoka mwanzo hadi mwisho ni huyu ambaye anaitwa CEO wa the IEBC. Kwa hivyo na mambo mengi sana yale ambaye IEBC inafaa ifanye, yule ambaye anashughulikia ile secretariat, kwa sababu secretariat ni support. Support kama ni pengine ile tunafanya pengine procurement, tunatafuta kitu fulani, yule ambaye atasaidia katika kutafutililia kitu fulani ambacho makamishna wanataka ni huyu CEO ambaye anafanikisha, anaongoza the secretariat. Kwa hivyo ili commissioner ama makamishna hawa wafanikiwe katika
majukumu yao ya kikatiba, lazima wawe na mtu ambaye ako pale kuwasaidia. Kwa hivyo usipopata mtu ambaye atawasaidia, mtu ambaye ana maarifa, mtu ambaye ana wisdom fulani ya kuwasaidia, basi hawatapata mafanikio katika kazi zao ambazo zile wamejiandaa kama makamishna wa IEBC. Na ndiposa katika matayarisho ya uchaguzi wa mwaka 2027, ndio huyu CEO alikuwa maana sana, kwa sababu hawa makamishna mwanzo hawana ile tuseme tajriba kubwa sana katika kazi zao. Kwa hivyo watu wengi walikuwa wanaonelea ya kwamba mtu huyu anaitwa Marjan angeweza kukamilisha muhula wake wa miaka 5, na ikiwezekana muhula ule, kwa sababu sheria inamruhusu awe na muhula wa miaka 5, na hiyo muhula wa mwaka 5 uongezewe iwe mihula miwili, sasa iwe ni miaka 10 kwa kijumla. Kwa hivyo watu wengi walikuwa wanatazamia ya kwamba kwa sababu hawana ile experience ya kutosha, pengine wangemtegemea huyu Marjan na ile experience ambayo kidogo amekuwa nayo pale katika ile ofisi, aweze kuweza kuwasaidia kufua dafu ama kufanikisha mipango yao ya mwaka 2027 na hata zaidi. Lakini hii ilikuwa ni jambo la kustaajabisha sana. Lakini si jambo pia la kustaajabisha sana, kwa sababu wale wapinzani ama wale tunasema ni the leaders of opposition, United Opposition kidogo walikuwa wametia dosari katika uongozi wa huyu Marjan katika procurement ya zile hizo smartmatic, wale ambao wanafanikisha katika uchaguzi, kwa sababu uchaguzi wetu pia hii voter identification ni kitu cha maana sana. Kwa hivyo kwa sababu ya zile tetesi wakaonelea basi huyu aende nyumbani. Naam. Omondi, Marjan Hussein Marjan alistahili kuenda ama walimhitaji? Manake alikuwa na tajriba ya kutosha, amesimamia chaguzi 2 tayari, kwa hivyo anajua huu mchezo wa siasa za chaguzi vizuri. Kabla ajenda angetuambia kwa hizi uchaguzi 2 zimepita nini imeweza kufanyika, kwa sababu Wakenya hawakuwa wametoshelezeka na hizi matokeo ya hizo uchaguzi. Wakenya walikuwa nasema kwamba jinsi tulivyopiga kura, sauti yetu haikuweza, it was not reflected in the results. Angetuambia kabla hajaenda ya kwamba ndugu zangu, mimi nimeshawatumikia, mimi sasa naenda, lakini kwa zile uchaguzi uliopita, hata kama rais alikuwa mtu fulani, hivi ndivyo uchaguzi uliweza kufanywa. Yeye kuondoka wakati saa kama huu inaweza kufurahisha the opposition leaders, kwa sababu tayari walikuwa unakumbuka Marjan sasa ndio kama engine ya IEBC, kwa sababu mambo mingi inasemwa pale kwenye boardroom yanahakikisha ameziimplement zimeweza kufanyika. So ni mtu kiungo muhimu sana katika IEBC. Lakini yeye kuondoka saa hii bado ni sawa, kwa sababu apatie fursa Wakenya wengine pia wenye wako na tajriba kama hiyo yake waweze kurekebisha zile vitu hangeweza kufanya katika hizo uchaguzi 2 zilizopita, kwa sababu inamaanisha tumefanya uchaguzi 2 yenye tayari watu tayari wamelalamika kwamba hawajaweza kufurahia matokeo. So ingawaje imebaki miaka 2 kwenda kwa uchaguzi, na hiyo yuko fursa ama wakati murwa sana ya kuweza kujiondoa. Lakini pia tunaweza sema kwamba inapatia IEBC fursa ya kuweza kuchagua Mkenya mwingine akuje sasa na maono tofauti ya kuhakikisha kwamba Wakenya, sauti ya Wakenya wanaopitishia kwa kupiga kura imeweza kutoka jinsi wanavyopiga kura. Na hiyo ndio tunaweza sema kwamba ingaje the time is not right, lakini ni fursa safi sana ya kupatia Mkenya mwingine, ndio tuone kama tunaweza pata matokeo tofauti, kwa sababu ukijaribu kuangalia opposition pia tayari walikuwa waanza kuwa wanasema kwamba sisi hatukutaki pale, na pia tena kama Kenya pia inafaa tujue kwamba si kila wakati ni sisi watu tunaweza kulalamikia referee, kwa sababu tukilalamikia referee kila mshindani anataka kushinda. Asiposhinda referee ni mbaya. Kumbuka sasa. So inafaa tukue na matumaini na imani na referee, ndio wakati tunaenda kupiga pale kwa tunajua kwamba hii kura tunaweza kupiga ile matokeo tutapewa ni ile matokeo yetu sisi tuliweza kupiga. Na wale pia watu wanapewa fursa ya kukua katika IEBC, katika any other position. Inafaa wajue kwamba hii fursa wameweza kupewa, hata kama rais ndiye amesema wewe uende ukue pale. Ukifika pale sasa tumikia Wakenya, kwa sababu you have a name to protect. Usiende pale ya kwamba ule kiongozi mwenye aliweza kupeleka jina yako pale, kwa sababu ile IEBC iliyokuwa ile akina Cherera ukijaribu kuangalia jinsi ilivyoweza kutengenezwa, how it was formed, it was the party
came together, senior political parties wakasema kwamba sisi tunataka watu wetu waingie pale, waweze kuingia pale. It was more of political, yenye ilikuwa disadvantage kwa zile vyama ndogo ndogo yenye haikuwa na uwezo kukua katika meza ya mazungumzo na kuweza kuleta watu wao. Wacha tukue na tume ya uchaguzi yenye imeweza kupitishwa na Wakenya, the qualified people who wants to vie or who wants those seats, waweze kuapply na waweze kupitishwa bila kuegemea pande wowote ama chama yoyote. Tuhakikisha kwamba the results that we are having kutoka kwa the election that we'll have ni sauti ya Mkenya mwenye aliweza kupiga kura. Hiki kiti cha CEO, afisa mkuu mtendaji, kina tatizo gani? Ni kiti moto sana, kwa sababu turudi kwa James Oswago, Ezra Chiloba, Marjan Hussein Marjan, wote hawamalizi mihula yao waliochaguliwa. Ndugu yangu, ile ndio engine pale, ndio kila kitu, kwa sababu kumbuka kila kitu inaweza kusemwa pale kwa IEBC. Even if the commissioners wanataka kufanya chochote, lazima iende kwa CEO. CEO ndiye anaimplement, hakikisha kwamba all the administrative work imeweza kufanywa jinsi inavyowezekana. Kama kuna kitu yote, kumbuka pale even this watu wa the commissioners, hata pale wakati wa kusoma results in 2027 unapata commissioner mwenyewe alikuwa anasoma matokeo yenye hata yeye mwenyewe hajaweza kukubaliana, anaisoma akiangalia, baadaye realize kumbe mimi nilikuwa nimesoma nini pale. Kumbe hiyo si matokeo haki yenye ilikuwa imetoka kwa mwananchi ama kwa kumpiga kura. So inamaanisha CEO ni kama engine, ni kama roho ya IEBC. Na ukiwa kama roho ya IEBC, mambo mingi na kukujia. Watu wakipoteza wanakuja kwako. Wale watu wameshinda wanakuja kwa sababu wanataka kuhakikisha kwamba wewe ndio umeweza to make those, even the system adjustments, even the improvements, even kuhakikisha kwamba sheria imeweza kufuatwa. Ni CEO anahakikisha mambo yote. So ile kiti, kama unataka amani, unafanya siku kidogo unasema acha Mkenya mwingine hawezi kuendelea. Ni hiyo ndio nadhani, kwa sababu ile ndio pressure yenye iko pale kwenye IEBC. Shadi, hiki kiti moto, kwa nini ni kiko moto sana? Manake kama nilivyosema, James Oswago, Ezra Chiloba, Marjan Hussein Marjan 2017, lakini 2026 tayari ameachia mikoba haishikiki, imekuwa moto. Naam, kwa kweli kiti kile cha the CEO wa the commission ama commissioners ni kiti moto sana. Ni kiti moto kwa sababu ukiangalia paka historia, wakati ambapo tulikuwa na uchaguzi wa mwaka 2007, yule Kivuitu ambaye alikuwa pale, hata baada ya kutangaza matokeo, alipoulizwa nani alikuwa ameshinda, kwa kweli alisema yeye hajui, lakini tayari alikuwa ameshatangaza. Kwa hivyo ukiangalia hiyo historia haswa hii ya CEO, CEO jinsi ndugu yangu alivyosema, ndio kuna kichwa cha commissioner, kwa sababu commissioner ama hii tume huru ya uchaguzi ni tume ambaye imewekwa huru kikatiba ili siweze kuongozwa ama kupatiwa mwelekeo na viongozi wote wa kisiasa. Kwa hivyo ili mafanikio ya kichwa yafanyike ya makamishna, yanategemea sana jinsi roho inavyopiga. Kwa hivyo hii roho ya kamishna ama ya tume huru ya uchaguzi ni hii ofisi ya CEO. Kwa hivyo CEO ana majukumu ambayo yamenakiliwa pale. Mwanzo ukizingatia hata adabu ya wafanyikazi katika ile ofisi ya kamishna, kwa sababu wale makamishna ni watu ambao wako huko juu. Yule mtu ambaye anashughulikia mambo yote ya adabu, ethics na mambo yote ya utendakazi wa IEBC, wale wafanyikazi, ni huyu ambaye anaitwa CEO. Kwa hivyo ni mtu ambaye ni wa maana sana katika utendakazi wa kila siku wa hii tume huru ya uchaguzi. Na ndiposa unapata hata mambo kama haya ya kununua kiti, kununua meza, kalamu, penseli, kununua zile stakabadhi ambazo zitatumika katika uchaguzi, hiyo bado ni zile ballot papers, karatasi za kura. Hii ni kazi ambaye iko katika mgongo wa huyu mtu ambaye anaitwa CEO wa hii tume huru ya uchaguzi. Na ndiposa mara mingi utaona ya kwamba watu wanateta. Raila Amolo Odinga atasema tuwe na maandamano ili Ezra Chiloba tumuondoe. Haya, tuwe na maandamano ili mambo fulani yatendeke. Kwa hivyo huyu ni mtu wa maana sana ili kufanikisha mipango yote ya kikatiba ambayo imewekewa tume huru ya uchaguzi. Lakini tusife matumaini. Unajua pia hii ni tume huru ambayo imeingia, kidogo inaweza kuwa haina ile tajriba ya kuwa pale katika ofisi ile, na sheria imewapatia tume hii huru wadhifa wa kuchagua mtu ambaye atakuja akikalie kiti kile ambacho Marjan amekiwacha.
na katiba sheria hii ya IEBC imenakili qualifications za yule ambaye atachukua wadhifa ule. Lazima awe mtu ambaye amejihusisha na mambo hii ya uchaguzi, na ndiposa kuna ile tunasema inbreeding. Kuna wale ambao walikuwa wanasaidia huyu Marjan kufanya kazi yake ama kufanikiwa katika kazi yake. Wale watu wako na nafasi saa adimu ya kuweza kuapply kuwa katika ile nafasi ili uweze kusaidia tume hii iendelee basi ifanikiwe katika mipango yake. Imani itatoka wapi kama mapendekezo watu ni wale wale wanaotoka katika hii tume ambao wengine wao wako katika nyadhifa ambazo ni za umeneja, ukurugenzi katika tume hii, ambao pia wameyaona yale madhaifu ambayo yako pale, wengine labda si kwa ubaya wamehusika katika baadhi ya madhaifu ambayo yapo. Kwa hivyo tuna uhakika gani tunayemleta ambaye bado huenda akatoka kwenye tume ataleta mageuzi? Yule ambaye atachaguliwa kuweza kuchukua hatamu kutoka mahali ambapo huyu Marjan ameiwacha ni mtu ambaye atateuliwa baada ya process ambayo itakuwa competitive, itakuwa open na transparent. Kwa hivyo wananchi wote wa Kenya, kama wewe uko na dozia, uko na jambo ambalo pengine unalijua, mimi kama Shadrack Wamboi ambaye pengine nimeweza kuwasilisha makaratasi yangu pale, nilihusika kwa njia moja ama nyingine katika pengine uchaguzi ambao pengine ulikuwa na shida kidogo ama tatizo. Kwa hivyo uko na ile nafasi. Wakati ambapo tunaenda tume ile inafanya ile tunasema kuweza kutafutililia yule ambaye ataweza kuchukua nafasi hii, uweze kuwasilisha makaratasi yako, memorandum yako, uweze kutoa madai yako pale, na ndiposa dakika ya mwisho ile product ambaye sheria inajaribu kunuia tutaipata ni product ambaye itasaidia katika utekelezaji wa kazi wa tume hii huru ya IEBC. Mwananchi wa kawaida atakapoona ile process imefanywa kulingana na sheria, atasema ya kwamba atakuwa na uhakika katika roho yake ya kwamba baadaye uchaguzi ambao tunaelekea wa mwaka 2027 utafanywa kwa njia ambayo ni ya haki, ya uhuru na ya kweli. Unadhani kutakuwa na imani na Wakenya na tume hii baada ya mabadiliko haya? Wakenya wakipanga kuwa na imani na tume ya IEBC, makomishona pia lazima wajue kwamba wamepewa kazi ya kutumikia Wakenya, si viongozi fulani. Na pia itakuwa ni vyema tuweze kujua kabla ya uchaguzi, tuweze kudefine the roles of commissioners pale kwa commissioner. Ndio tujua kwamba mlikosujio mambo ilikuja katika uchaguzi wa 2022. Wakati nao chairman aliamua kutangaza results and other commissioners walikuwa wamedissent. Na tunataka tujue what happens kama wanne kati ya wasabu wasema ya kwamba sisi hatujakubaliana na hii matokeo yenye mwenyekiti anaenda kutangaza. Je, baada atatangaza? Na kama atatangaza itakuwaje? So inafaa tujue, tupate the roles of the IEBC commissions and the chairman ikikuja kwa uchaguzi wa urais, ikikuja kwa matokeo ya uchaguzi wa urais. Ndio sasa tusije tukiwa pale ndani ya kwamba wao kazi yao ni kusoma, chairman kazi yake ni kutangaza, na chairman pia isikiwe that anaweza tangaza, mtu anaweza muita kwa nyumba kuombea kwamba wewe ende utangaze hii. Unajua tangu kivitu watuombea kwamba ametangaza lakini ajue mshindi ni nani. Alituweka katika hali mbaya sana. Tulijiuliza hizi matokeo alikuwa ametangaza zilikuwa zimetoka wapi? Na nani alimpatia kuja atangaze? Unanipata sasa. So itabidi ya kwamba, I think it was one of the issues in the Supreme Court presidential election, but I think it was not properly defined, the roles of commissioners when it comes to presidential results. Itatusaidia sana come 2027. Bure kilio ni ile watu watafute very big towels, tunapiga kidogo, tunangoja, tumeibiwa, tunasonga mbele. Nakumbuka sasa hii kiongozi wa maandamano ya kukataa matokeo tayari anapumzika na Mungu pale mbinguni. Hakutakuwa na mtu hapa akisema kwamba tuendeni pale kwenye barabara. So lazima tujue kwamba kama kuna viongozi wote wa IEBC wakati recruitment inafanywa, Wakenya waweze kujitokeza kwamba kama hujafurahia mtu fulani ama kama uko na dozi fulani kuhusu mtu fulani, jitokeze useme kwamba mimi najua nani amefanya hivi na hivi, hafai kupewa hii fursa. Na ikuwe ni hivyo, na tuweze kukuwa na timu huru, kwa sababu kukuwa na timu huru inamaanisha tuko na tume yenye haiegemei pande wowote, yenye jaletwa na mtu yeyote. Na pia inafaa ijulikane ya kwamba sisi kama Wakenya tumekuwa tukilalamika sana. Kuna uchaguzi umefanywa hii Kenya, watu wasema kwamba hii leo tumeweza kutoshelezeka na hii matokeo, hii ndio matokeo yetu. Na pia nataka tuambie vijana,
Unajua vijana ni nguzo safi sana katika uchaguzi wetu. Vijana wanaweza badilisha kila kitu katika uchaguzi. Kama vijana chukua hiyo kama kauli yako ya mwisho. Kama kauli yangu ya mwisho. Hao vijana kama wanaweza kujiandikisha kama wapiga kura kama vijana milioni 15. Wawe waseme ya kwamba tunaenda kukupigia wewe leo kura. Waweze kukupigia wao vijana 15 milioni asubuhi. Hata IEBC inaweza tafuta mahali pa kuweza kuiba ikosekane, kwa sababu kujaribu kuangalia uchaguzi wetu, rais ile tumepata mingi sana ilikuwa around was it around 8 million 7 million 7.5941. Hiyo ndio ile the results yenye rais aliweza kushinda nayo uchaguzi, ndio 7.159141. au ndio wale watu 50 plus 50.39 of the voters. So kama vijana wanaweza muka leo na waseme ya kwamba sisi 50 tutapiga 50 million strong, whether uko na pesa ama huna pesa, hata IEBC watashindwa mahali pa kuweza kutukoroga sisi. So vijana lazima waamuke, tuhakikisha kama 2027 sauti yetu imeweza kuonekana kupitia ballot. Asante. Kauli yako ya mwisho kwa dakika moja, Shagwa. Naam, pengine nikiendeleza usemi wake ni kwamba vijana lazima waelewe ya kwamba kuna siasa na kuna activism. Mambo haya mawili ni tofauti kama usiku na mchana. Kuzungumza katika mtandao hautoshi kubadilisha hali halisi ya mambo yalivyo katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo zaidi ya kupiga kelele, kuwasuta watu wengine katika mitandao, kunyoosha kidole kwa wale viongozi ambao kidogo wamezembea katika kazi zao, inatubidi sisi twende tukajiandikishe, tujiandikishe kama wapiga kura, ili wakati ambapo utafika tuweze kuwa na usemi katika mambo yetu ya Kenya. Zaidi niseme wananchi, kwa sababu wananchi wanatumika vibaya, na ndiposa kuna usemi ambao wanasiasa huwa wanausema ya kwamba miti inabadilika, msitu unabadilika, yani lakini nyani ni wale wale. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwananchi wa kawaida amekubali miaka nenda miaka rudi kudanganyika kwa urahisi. Watu ambao wametudhulumu, watu ambao walipitisha miswada ambayo ilituharibia maisha ama ilitufanya tukafinyilika kwa njia moja ama nyingine, kwa sasa wamebadilisha msitu, lakini unawapata ni wale nyani wale, lakini msitu mwingine mpya ambao unaitwa vyama. Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu, tuchague watu kupitia rekodi zao, tuwasute kupitia mambo ambayo wameyafanya, kwa sababu hakuna kiongozi atatoka binguni. Sisi wote tutakuwa tu wa Kenya. Asante sana. Ni Shadrack Wamboi, mwanasheria vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa, na vile vile tumekuwa naye Agostino Mundi, mchanganuzi wa siasa. Nashukuru kwa kuja studioni. Kwa heri, baki na wengi wa heri. Mimi ni Suleiman Yere.